inatarajiwa itakuwa bora sana, na kwa kweli itaepusha ule msongamano pale mjini. Ni barabara ya muhimu, ni barabara ya kiuchumi, na kweli itasaidia pia kuendelea kukuza mji, sababu barabara pia huwa ni kivutio kikubwa cha kukuza mji, kuongeza biashara. Rai yangu ni moja, wakandarasi wanaojenga barabara hii kadri wanavyopata fedha wawalipe wale wanaotekeleza mradi pamoja, subcontractors, vibarua, mafundi, kwa sababu katika baadhi ya miradi nimekuta mradi unakamilika, fedha zimeshalipwa zote, lakini wale waliopewa kazi ndogo ndogo wanadai. Hicho sio kitu kizuri. Kwa hiyo waambieni, tunataka kadri wanavyopewa fedha wagawanye kwa wale ambao wamewagawia mikataba midogo midogo. Kadhalika nimesema barabara hii ilikuwa na fidia, tushughulikie haya mambo yanayohusiana na fidia yote. Tusiwe na barabara imekamilika alafu kuna watu wako na madeni madogo madogo. Kwanza imeelezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia tumeelekezwa na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Rais kwamba maeneo yote ya miji ambayo kuna misongamano tuweze kutafuta namna ya kupunguza misongamano, na tumeelekezwa na wewe mwenyewe ukiwa mmoja wapo kwamba tutafute utaratibu wa kupunguza foleni katika miji. Na hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ni moja ya utekelezaji wa hayo maelekezo, lakini pia utekelezaji wa ilani. Na maelezo hata kwenye ilani tuwe tunajenga sasa njia mbili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema meneja wa mkoa, barabara hii sasa itakuwa ni njia mbili kwenda, njia mbili kurudi, lakini pale ambapo kuna minuko kutakuwa na parking za magari ambayo yanakwama wakati wa kwenda. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii mpaka inakamilika itakuwa imegharimu bilioni si chini ya bilioni 41. Thamani ya mradi huu ni bilioni 41.665. Mkandarasi wa barabara hii ni Sinohydro na mwajiri ni Wizara ya Ujenzi TANROADS. Na mhandisi mshauri wa mradi huu Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kitengo cha uhandisi cha TECU ambaye ni TANROADS Engineering Consulting Unit. Na utekelezaji wa mradi huu kwa sasa umefikia asilimia 38.5, na kazi zilizokwisha kufanyika ni kuwasili kwa mitambo ya ujenzi ambayo tunaita mobilization, kuwasili kwa wataalamu wa mkandarasi, kusafisha na kuondoa miti ya vichaka, kuondoa udongo wa juu usiofaa, tunaita topsoil removal. Tunakujenga njia ya mchepuo diversion roads kwa ajili ya ujenzi na kutoa udongo usiofaa wa juu ambayo tunaita common excavation, na kuna kujaza kifusi kwa namba 3 kwa ubora namba 3 na kushindilia ambayo imefikia asilimia 65. Na pia katika mradi huu kuna upasuaji wa miamba ambayo tunaita rock excavation ambayo imefikia asilimia 90, na uhamishaji wa miundombinu ya umeme umekamilika, na kwa sasa mkandarasi anaendelea na ujenzi wa makalavati pamoja na kukata miamba. Na fidia pia, Waziri Mkuu, mradi huu ulikuwa na fidia. Serikali ilitoa fedha bilioni 4.64 ambazo tulilipa wananchi walioathiriwa na mradi huu takriban 186, na wote wamelipwa. Na kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuzingatia umuhimu wa mradi huu ya njia ya mchepuo, kukamilika kwake kutaleta matokeo chanya ya ongezeko la uchumi na kukuza sekta ya kilimo na uchukuzi na kupunguza muda wa kusafiri kwa Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii tulikuwa tunaisubiri kwa hamu sana. Kama ulivyosema, ni barabara ya kimataifa na sisi tunaisubiri kwa hamu.